Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wanaolima hifadhini, wanaochunga mifugo hifadhini, wanaokata miti, wanaochoma mkaa, wanaokata matimba, tuache, kwa sababu uharibifu wa misitu yetu utatupeleka kuwa kama bara la Ulaya wanaopitia changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Hatuna uchumi mzuri wa kuweza kuumudu ile hali. Ni hali ngumu sana. Nadhani kwa wale vijana ambao wana smartphone, mkiona wale matukio mwe mnaonyesha na wazazi wetu waone. Ile hali ikitokea Tanzania hatuwezi kumudu hata kidogo, na itasababishwa tu endapo tutaharibu hii misitu na kuacha maeneo yetu kuwa jangwa. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wa Chibingo, tuweze kuelewa hili, tuweze kutathmini na kutafakari kwamba ni namna gani tutatumia rasilimali tulizonazo za misitu ziweze kutunufaisha sisi leo bila kuathiri upatikanaji kwa kizazi kijacho. Sasa hivi tuna watoto wadogo wenye rika hiyo hapo kuanzia miaka 5 kwenda juu, kuanzia mwaka mmoja 5 kwenda juu. Hawa leo kuna baadhi ya miti hawataiona kwa sababu tumeikata bila kujali maslahi yao ya baadaye. Sasa hivi ukiingia kwenye msitu wa hifadhi wa Geita ukaambiwa utafute mti wa mninga, unaweza ukaupata mbali sana au usiupate kabisa. Na hii ni kwa sababu tumeikata hii miti, tumeimaliza, tunashindwa kujali maslahi ya watoto wetu na vizazi vingine vya baadaye. Niwaombe ndugu zangu wa Chibingo, tamasha hili liwe mahususi kabisa katika kutuelimisha, kutukumbusha pia kwamba uhifadhi wa misitu si manufaa ya TFS peke yake, bali ni manufaa ya mwananchi mmoja mmoja na serikali yote na taifa kwa ujumla. Tumekuja kwa jambo moja tu, kuambia wananchi kwamba kukata miti ni hasara kwetu. Nchi ikiwa jangwa ni hasara kwetu. Lakini pia unapokata miti unamnyima huyo mtoto anayekuwa vitu vingi sana. Kama wazazi wetu sisi wangekata miti, inawezekana hata tusingepata maeneo mazuri ya kulima, lakini pia tusingepata maeneo mazuri ya kuishi. Kwa hiyo wamekuja kutoa elimu, lakini kwa kushirikisha wananchi, kwa kupenda misitu. Ndio maana wameandaa bonanza kwamba mipira ni michezo ambayo inaopendwa. Kwa hiyo wamechagua kitu ambacho kinapendwa na wananchi, kwamba wafanye mpira, watu wacheze mpira wa fly, lakini tutoe meseji yetu ya ujumbe kwamba tumekuja, tuna shamba darasa la miti na tunahamasisha wananchi mmoja mmoja wakachukue miti wapande, kwa sio lazima maeneo ya misitu, maeneo yenu, na ile miti itakuwa ya kwenu, sio ya TFS. Lakini pia ukihitaji hata miti ukaamua kwamba nataka kupanda kwenye shamba langu, unapewa elimu na unachukuliwa ile miti unaletewa mpaka unapotaka kupanda. Kwa hiyo hii elimu sio kila mtu anayejua, japo mtu anaweza kawa anaona miti hajui kwamba hii miti ni ya kitu gani. Kwa hiyo pia kuna miti ambayo ni ya matunda, kuna miti ya kivuli, kuna miti ya nini. Kwa hiyo tukachukua miti, wananchi wa Chibingo, ile miti ni bure na mnapewa na unapanda kwenye mashamba yako, hata sio lazima kule misituni. Lakini pia tuna elimu nyingine, tusikate miti jamani. Yaani tukiachana na maeneo ya TFS, lakini pia tusikate miti ya kwetu ambayo inatuzunguka. Tunatafuta ule ukijani. Tunataka Geita ya kijani. Ukienda Iringa, yani ambao mlishawahi kufika Iringa, yani ukifika mjini utajua ni msituni. Yani unaweza kukuta miti mingi alafu katikati kuna hoteli. Kunapendeza sana, kuna ubaridi. Kwa hiyo tunataka Geita iwe ya kijani. Ile Geita iwe ya kijani lazima tuache kukata miti. Yani ukiachana na kuvamia misitu, lakini kukata miti hata mmoja mmoja, unaenda kwa jirani unakata, unaingiza ng'ombe wanakula miti ya jirani, haipendezi. Ndio maana sera ya taifa ni kwamba kata mti, panda mti. Kwa hiyo TFS wana miti ya kutosha. Kwa hiyo wananchi wa Chibingo mnatakiwa mkachukua ile miti mpande. Lakini pia wale ambao sasa tumebahatika kupewa maeneo ya kulima, tunapolima jamani, tuwe na busara basi. Tumepewa, tutunze basi na ule mti, kwa sababu mimi najua ukilima ukapalilia mti, mtu unazidi kukua na wewe unaendelea kupata mazao yako. Japo najua wakulima wanasema kwamba ule mti utasababisha nisipate mazao vizuri.
lakini hiyo ni elimu tu, hatujapata vizuri. Sidhani kama mti unaweza ukaathiri mazao yako. Msimu huu wa Sabasaba usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia $2.5 hadi $5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.